ilani hii ni game changing, inaenda kubadilisha namna mchezo ulivyokuwa unachezwa, na kwa hili moja tu naona ni kubwa sana. Lakini nimeona kwenye ilani kuna miradi ya vertical programs, miradi msonge nadhani kwa Kiswahili, kama vile mradi wa malaria. Sasa tunaenda kuingia kwenye awamu nyingine sasa ya kutokomeza kabisa ugonjwa wa malaria. Ilani hii haizungumzii kupunguza maambukizi, inazungumzia kutokomeza ugonjwa wa malaria. Kwa hiyo tunaenda kuanza mikakati wa kuangamiza mazalia ya mbu kwa kutumia viuadudu ambavyo vinapatikana kwenye kiwanda kilichoko pale Kibaha. Kwenye ilani imeelezwa mle, utaona kwamba Rais Samia ameweka nia ya dhati ya kuondokana na ugonjwa huu hatari ambao umekuwa ukiclaim maisha ya watu wengi katika taifa letu, kwa kuondoa kabisa, sio kufanya kupunguza maambukizi, kuondoa. Yani tunakwenda kwenye elimination, eradication, ndio lengo letu, sio tena kupunguza. Sekta ya elimu imepanuliwa vizuri, kwanza kwenye modo ya mikopo, lakini ujenzi wa vyuo vya ufundi, lakini kutengeneza incubator za kuandaa vijana kwenye soko la ajira tunaloliendea huko duniani ni kitu kikubwa, kwamba leo dunia inahitaji nguvu kazi. Unapohitaji nguvu kazi wanataja ujuzi. Ni kwa kiasi gani elimu yetu inawaandaa watu kwenda kwenye soko la ajira kushindana, mabadiliko ya mitaala, lakini kwa incubate hawa ambao tunawapeleka nje. Tukienda kwenye kutekeleza hilo, nchi yetu itapata watendakazi wengi kwenye mataifa mengine. Unaenda nchi kama Qatar, kwenye mahoteli yao unakuta ni Wakenya. Nchi nyingi ukienda, Wakenya wamepenetrate masoko mengi ya ajira za nje. Sisi bado tumejifungia ndani. Lakini wakati fulani nimesikiza klipu moja ya Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje wakati anazungumzia kuhusu ajira za madereva. Utaona namna ambavyo tunahitaji tuandae vijana wetu kwenye competition ya ajira, hasa kwenye mataifa ambayo sio ya kwetu. Mnapoenda kwenye kugombea, kila mmoja anakuwa na matamanio na matarajio. Pale ambapo inatokea mmoja ameshinda, wale ambao hamkupata hiyo fursa, maana mgombea ni mmoja, awe ni wa udiwani ni mmoja, awe ni wa ubunge ni mmoja, basi unasema, ndio watu tunatumia lugha nzuri tu ambayo iko very diplomatic, kura hazijatosha, unajipa nafasi nyingine awamu ijayo. Fursa ni nyingi, lakini ni vizuri sana wagombea wajue kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi, wagombea na wapiga kura. Na mimi wakati wote nimezungumza, kama tunawaandaa watu kwenda kwenye kufanya maamuzi ya bunge, maamuzi ya mabaraza ya madiwani, kwanza we mwenyewe unayegombea uanze kujionea aibu. Kwa nini uko rati? Kwa nini ununue? Na we unayepiga kura uambie moyo wako, kwa nini ninunuliwe? Kwa sababu tunahitaji watu ambao ni kweli watakuwa kwenye watakuwa na competence based, kama alivyosema Mheshimiwa Rais. Tuangalie watu ambao kweli wanabeba haiba ya chama, lakini na haiba ya hiyo kazi yenyewe unayompeleka. Tusiangalie watu kwenye haiba ya bahasha, kwa sababu mwisho wa siku ndo sasa watu wako responsible, na tunaanza kuwa na watu ambao wanaamini kwamba mimi ni shinda kwa hela zangu. Kwa hiyo hata wajibika kwa wananchi, atasubiria kusanye hela za kwenda kuanua temu ya pili. Tukiweza kukomesha ujinga huu kwenye masanduku ya kura, tutatengeneza watu wazuri sana. Katiba mpya tulieleza kabisa kwenye ilani yetu kwamba tuishie pale tuanzie pale tulipoishia. Tukae kama taifa, tutenge sheria mpya ya ukatiba baada ya uchaguzi huu. Tumesema kabisa baada ya uchaguzi huu tukae kama taifa, tujadiliane tunamaliziaje mchakato wa katiba. Hili ni jambo la faraja sana kwamba walau chama ambacho kipo madarakani kimeweka, pengine na vyama vingine wataweka hiyo, na hatujui nani atashinda. Kwa hiyo atakayeshinda maana yake na ameweka kwenye ilani yake, hiyo ndio inakuwa iwe turufu kubwa ya uchaguzi. Yaani Watanzania sasa hivi wahakikishe kwamba chama chochote ambacho kitatuhakikishia katiba mpya ndio kipewe ridhaa, kwa sababu ni mchakato ambao tumesha kwenda toka 2014 mpaka leo, takriban miaka 10. Mchakato umesimama, ni lazima tuumalize. Mambo mengine ni masuala ya haki za binadamu, umesikia, demokrasia, uhuru wa vyombo vya habari, asasi za kiraia zimetajwa, na sisi tulilalamika mambo yetu. Tunashukuru yamefanywa kazi, na tunaamini kabisa kwamba vyama vingine pia vitachukua, lakini chochote kitakachoshinda, na sisi tunawatakia yule ambaye atabeba mambo yetu ya wananchi kwa moyo na kukuwa na nia kuyatekeleza, basi wananchi waangalie, wafikirie kwenye uchaguzi. Hatujui ni nani, lakini tunataka wananchi wakawafikirie vizuri kwenye uchaguzi. Wale ambao wataeleza kama ilivyoelezwa leo kinagaubaga, na wakaendelea kuwaeleza wananchi kwenye kampeni zao vizuri kabisa namna watakavyotekeleza, basi wananchi watembee na huyo. Kimsingi sisi kama asasi za kiraia tuna mambo mengi ambayo pia tunataka yafanyiwe kazi. Kwa mfano swala la
maboresho ya mfumo wa uchaguzi na uongozi huwa unachukua makundi ambayo sio ya vyama vya siasa. Tunashukuru kwamba CCM wana kiongozi wa NGO, huwa mbunge wa NGO kama unaona Neema Rukagingira amekuwa akiteuliwa amekuwa bungeni, ndio mbunge wa NGO, wa mwakilishi wa NGO bungeni, ambapo kwa sasa hivi ameonekana kwa sehemu kubwa ndio mbunge ambaye ameweza kuwa karibu na sisi, ametusemea mambo mengi. Sasa tumeona faida ya kuwa na watu ambao wanakwenda kwa makundi. Sasa inatakiwa tuwe kama Uganda. Bunge la Uganda lina watu 500, wabunge 500 na kitu. 69 hawatokani na vyama vya siasa, wanatokana na wadau mbalimbali, kwa muasasa za kiraia. Kwa hiyo sisi tukija kwenye mchakato wa katiba mpya, tunataka hiyo nao iwemo, ili sasa wawakilishi kama huyu sasa hivi ambaye anatokea Chama cha Mapinduzi pekee waweze kuwekwa kwenye michakato hiyo na wawe sehemu ya viongozi na vitu kama. Kwa ujumla tunawashukuru sana CCM kwa kutambua mchango wetu. Tumesikia kwa mwenyekiti wa kamati, lakini pia mwenyekiti Rais Samia jana. Hilo ni jambo la pekee kwetu, kwa tunashukuru kwamba walau wametutambua sisi kama wadau ambao tumefanikisha ilani hii iwe ina mambo mengi mazito ya kijamii, kiuchumi, maendeleo pamoja na mambo mengine ya msingi kabisa. Kwa kweli ni ilani iliyosheheni mambo mazito, na ikitokea ikatekelezwa kama nchi tutapiga mbele sana.